hapa. Vikundi vya 44, kuna vikundi 25 vya wanawake, vikundi 14 vya vijana na watu 5 wenye ulemavu. Leo tunakwenda kutoa hundi ya shilingi milioni 532,279 kwa vikundi hivi 44. Tunaotoa leo ni mikopo ya awamu ya kwanza, robo ya kwanza, lakini tunatarajia kutoa tena awamu ya pili shilingi milioni 704,319,557 ambazo fedha hizi zitatolewa mapema Januari. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wote wa wilaya ya Mbarali, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wenye sifa za kukopa, kuwakaribisha katika ofisi zetu waweze kupata fedha hii ambayo serikali imetenga maalum kwa ajili ya kuwawezesha wetu kama wananchi na kama wanufaika wa mikopo hii ni kuhakikisha kwamba mikopo hii inatumika kwa mujibu wa matarajio tuliyojiwekea, lakini hususan kwa mujibu wa maandiko ambayo tumekwisha kuyawasilisha katika ngazi mbalimbali za halmashauri. Toka nimeanza utumishi wangu kwenye halmashauri hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, swala la ufuatiliaji wa mikopo ilikuwa ni kipaumbele changu au ni miongoni mwa vipaumbele vyangu kiutendaji. Kwa nini? Kwa sababu kupitia utaratibu wa kusimamia mikopo hii kurejeshwa, ndipo wengine watapata nafasi ya kukopa na kupata nafasi ya kujiendeleza. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tuna wajibu wa kuhakikisha mnakopeshwa, lakini tuna wajibu wa kuhakikisha tunawasimamia mikopo hiyo irejeshwe kwa wakati. Hilo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tutaendelea kulisimamia. Na tumefanya vikao na mikutano mbalimbali na maafisa maendeleo ngazi ya kata, tumewaelekeza wajibu wao katika kuhakikisha wanashirikiana kwa ukaribu na wananchi wenzetu waliokwisha kukopeshwa, ili fedha hizi ambazo mmekwisha kukopeshwa zitumike kwa mujibu wa mikataba yenu na kwa mujibu wa matarajio na mipango tuliyojiwekea. Yeye Mheshimiwa Rais mwenyewe, kwa sababu uwepo wa mikopo hii ni kutokana na nia na dhamira yake njema ya kutaka kuhakikisha kwamba anawakomboa Watanzania wenzetu. Wengi tunazungumza juu ya changamoto ya ukosefu wa ajira, lakini kupitia mikopo hii ni fursa mojawapo ya kwenda kutatua changamoto hizo za ukosefu wa ajira. Utapata nafasi ya kufanya shughuli ambayo wewe mwenyewe umeitafiti na umeiona ina manufaa kwako na kwa jamii inayokuzunguka. Hivyo mkopo huu unakuja kwa ajili ya kukuwezesha wewe kufikia matarajio uliojiwekea. Tumeanza na milioni 532 ambayo itatolewa leo. Mapema Januari tutatoa milioni 700, na utaratibu wa kutenga fedha tutaendelea kuzingatia kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu mbalimbali. Ni kwamba kila robo fedha iwe inawafikia walengwa. Na hapa nichukua nafasi hii kumpongeza sana mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya yetu ya Mbarali pamoja na mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii kwa kazi kubwa waliofanya ya kuhakikisha kwamba wanapata vikundi vyenye sifa, na vikundi hivyo pia viliweza kuhakikiwa na kamati ya mikopo. Leo hii naambiwa tutakopesha au tutatoa mikopo kwa vikundi 44. Hii ni ongezeko kubwa sana, tunapaswa kuwapiga makofi mengi sana. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, nia yake ni kuona kwamba kila aliyekidhi vigezo aweze kupata mkopo kwa wakati. Hasa hii ni dalili kwamba tunaelekea huko kwenye kutimiza lengo au matarajio ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba kila aliyekidhi vigezo aweze kupatiwa fedha ya mkopo kwa wakati. Ndoto yake ni kuhakikisha kwamba mwananchi mwenye hali ya chini aweze kunyanyuka ili aweze kujitegemea na aweze kuichangia taifa lake vizuri sana. Mkurugenzi ameeleza kwa vijana, fedha hizi msiende kugawana, kwa kuwa tulikuwa na taarifa kama hiyo kwenye awamu zilizopita kwamba mkipata fedha vikundi vya watu 5 au 6, kulingana na mkataba wake anajua kiwango alichokopa, lakini pia na kiwango anachopaswa kurejesha kila mwezi. Kwa mhakikishe kwamba kama kuna kikundi cha watu 5, basi vikundi wajumbe wote wa kikundi hicho
kuhakikisha kwamba wanauelewa mkataba vizuri. Wasipoelewa mkataba vizuri, itakuwa ni shida, mmoja anaweza akarejesha na mwingine asirejeshe. Ni imani yangu mmepatiwa elimu kama ambavyo ameeleza mkuu wa idara ya maendeleo kwamba amepewa elimu kuhusu namna gani ya utunzaji wa fedha, lakini pia na namna gani ya kuhakikisha kwamba uwekezaji wenu unakuwa na tija kwenu, wilaya, mkoa na taifa. Nishukuru serikali ya Tanzania ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia, mwaka jana ilitupatia milioni kumi kwa ajili ya kilimo. Tulifanikisha kulima, lakini kwa bahati mbaya mwaka ulikuwa mbaya, lakini tulipata balance na tukapata faida kama milioni 6 na tukafanikisha kurudisha hela kwa wakati. Na naishukuru serikali ya Tanzania ya Mama Samia kwa sababu na mwaka huu imetufikiria na imetupatia milioni 20 kwa ajili ya unenepeshaji wa ng'ombe, kwa sababu mwaka jana tuliona kama tutapata hasara, tuliingiliwa kwa kidogo, lakini mwaka huu tumeamua tuingie kwa ajili ya mifugo. Mwaka jana tulipata faida ya milioni 6, milioni 5 tulitumia kwa ajili ya kununua ng'ombe dume 10 na tunazo hizo ng'ombe dume 10. Mwaka huu tunataka tununue ng'ombe kwa ajili ya unenepeshaji.